Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka hapa Tiffany Hoteli, Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo Machi 17, 2026, taasisi isiyo ya kiserikali ya Jamii Afrika ambayo inafahamika kwa jina maarufu kwa jina la Jamii Forum imetoa mafunzo kwa wanahabari juu ya kuzifahamu habari potoshi. Katika hafla hiyo, baadhi ya wanahabari wameeleza namna mafunzo hayo yatakavyokwenda kuwasaidia katika utendaji kazi wa kila siku katika majukumu yao. Ramla Masali ni mmoja kati ya washiriki ambao wameshiriki leo katika mafunzo ambayo yametolewa na taasisi ya Jamii Afrika ambayo inahusu uhakiki wa taarifa. Niwashukuru sana kwa kutupa mafunzo mazuri kwa sababu sasa hivi kuna uendeleaji wa teknolojia sana. Unaweza kaona kweli picha hii ni ya kutengenezwa, lakini namna ya kuhakiki, kujua kwamba imetengenezwa kweli, hapo hizo njia tulikuwa tuzifahamu. Mfano mimi nilikuwa sijui. Na pia labda picha ni ya ukweli ya tukio fulani limetokea sehemu, lakini hujui hiyo picha ni lini ilitumika, yani ilianza kupostiwa. Labda unaweza ukachukua tu kaitumia, kumbe ni ya muda mrefu. Kwa nashukuru kwa kujua hizo njia ambazo tumefundishwa namna ya kuhakiki hizo taarifa zetu. Lakini kingine ni waombe Jamii Afrika wakati mwingine mkitoa mafunzo basi mfanye walau siku 2, kwa sababu leo tumejifunza vitu vingi. Kwa hiyo vingine ni rahisi kusahau, lakini ikiwa kwa siku 2 leo mnafundishwa hivi, kesho hivi, inakuwa inapendeza zaidi. Naitwa Zaurati Rashidi, natokea Masasi, Radio Mamu FM. Kwanza kabisa nianze kwa kupongeza kwa mafunzo haya. Inawezekana tukawa tunaona ni madogo au ya muda mchache, lakini imebadilisha kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza kongole kwenu sana. Pongezi za dhati. Kiukweli kabisa binafsi yangu mimi bwana, kati ya nilikuwa naiona kama ni ka blog tu fulani, Jamii Forums, kati ya blog ambayo kwanza mimi kiukweli nilikuwa siamini. Yaani niseme tu ukweli leo hii, nilikuwa siamini kabisa. Yaani hata nikiona taarifa zake narudi kwanza nyuma sasa, kuichukua hii kuitoa, hapana. Nilikuwa na wasiwasi kidogo, lakini ni kutokana na elimu nilikuwa sina. Lakini leo hii imeonyesha kwamba mimi nishakuwa tayari ni balozi mzuri kwa kuweza kuizungumzia kumbe ni kitu cha namna gani. Hata ninapotoka hapa maana yake naweza namna ya kuendeleza. Labda kwenye kutoa ushauri. Pindi ambapo mnakuwa watu wanaandika ama wanapofuatilia mtu umesajili ukaweza kutoa ile kero yako ama kitu ambacho kinakusumbua, kuwe na ule ufuatiliaji mzuri. Yaani kwa maana baada ya kuiandika ile taarifa, baada ya ufuatiliaji pia tulikuwa tunataka tujue pia matokeo ya kile kitu, ili tupate sisi ambao watu tunaifuatilia Jamii Forums tupate kuaminika. Kumbe ukienda Jamii Forum kitu sijulikani ni mimi, lakini nilipeleka kero yangu fulani ikafuatiliwa na majibu yake yakaonekana ni haya. Itakuwa better zaidi. Hiyo kwanza itaongeza credit ya Jamii Forums yenyewe, watu wakaendelea kuiamini, lakini pia watu wakaendelea kuona kwamba hii ni jukwaa la sisi kupeleka changamoto zetu na zikapatiwa ufumbuzi. Lakini ikiishia kwamba watu wanapeleka changamoto lakini at the end of the day hakuna suluhisho lolote, hakuna majibu yoyote, maana yake bado hamjawa na lengo halisi hasa ambalo lilikuwepo. Naitwa Abdulaziz Mohamed Nangwalanya, ni mwandishi wa habari lakini pia ni CEO wa Prime TV. Kwa ujumla napenda kuwashukuru Jamii Afrika kupitia platform hii ya Jamii Forum ambayo tumepata mafunzo kwa ujumla kuhusiana na namna ya kuweza kuzitambua zile habari ambazo ni sio za kweli au fake. Kama tunavyofahamu ya kwamba sasa hivi tuna ile improvement ama ukuaji wa teknolojia kwa kiasi kikubwa. Tumeshuhudia dunia kwa ujumla ikitumia akili unde ama AI katika kufanya kazi mbalimbali. Sasa wapo ambao wanatumia hizi AI ama akili unde kwa tofauti na vile ambavyo inatarajiwa. Tunatarajia kwamba AI itakwenda kurahisisha kazi nyingi na kufanya kazi kwa ufanisi, lakini wengine wanatumia hizo AI vibaya, ambapo inapelekea kuwe na ongezeko kubwa la taarifa ambazo sio sahihi na taarifa ambazo sio rasmi. Kwa hiyo kwa mafunzo ya leo tumejifunza namna gani unaweza kutambua sasa kwamba hii taarifa ni sahihi ama sio sahihi, lakini pia kutilia mashaka kwa taarifa ambayo unaona kabisa kwamba ina mkanganyiko fulani
na kuifuatilia kwa undani uweze kufahamu ya kwamba hii taarifa ina uhalisia kiasi gani. Kwa hiyo kwa ujumla napenda kupongeza na kuwashukuru kwa hiyo. Mmoja ya wawezeshaji wa mafunzo hayo kutoka Jamii Forum ameeleza malengo ya mafunzo hayo, lakini pia ni kwa namna gani wameweza kuwanufaisha waandishi wa habari hapa mkoani Mtwara. Edward China ni afisa programu kutokea Jamii Afrika. Mafunzo haya ya uhakiki na uthibitishaji wa taarifa ni muhimu kwa sababu ili wananchi wafanye maamuzi yaliyo sahihi, wanahitaji taarifa zilizo sahihi. Na miongoni mwa watu wanaotoa hizo taarifa ni waandishi wa habari. Kwa hiyo kama waandishi wa habari watatoa taarifa zisizo sahihi au wasipokuwa na elimu ya kutosha juu ya uhakiki na uthibitishaji wa taarifa, kwa maana yake tunaenda kuiathiri jamii ambayo inakula taarifa kutoka kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo ni vyema sasa kuhakikisha waandishi wa habari wanakuwa na skills za kutosha na tools mbalimbali za kidigitali za kuhakiki na kuthibitisha maudhui. Kiangalia hivi sasa dunia inakwenda haraka, tuko kwenye zama za AI. Na unaweza kukuta pia mitaala mingi shuleni, even kwenye vyuo vya waandishi wa habari, hazina hizo kozi kwa ukubwa wake. So tunapopata opportunity kama hizi, tuna share skills, then na wao wanakuwa updated kuona ulimwengu na teknolojia inaendaje, ili watoe taarifa zilizo sahihi, wananchi waweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa siku ya leo, kwa upande wa kanda ya kusini, tumepata waandishi 25 kutokea Mtwara na maeneo jirani ya Mtwara. Taarifa zilizo sahihi ni muhimu kwa wananchi ili wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Mfano, mtu anapopata taarifa zilizo sahihi kuhusu masuala ya afya, jambo ambalo ni sensitive, ina maana yeye kiafya inaweza kumuathiri. Tumekuwa tukisikia dhana mbalimbali, mfano wanawake wajawazito wasile mayai kwa sababu watoto watatoka na vichwa vikubwa au na vipara. Wajawazito wasinywe maji ya baridi kwa sababu watajifungua watoto wenye kikohozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwa mfano kwenye issue ya mayai, ni issue ambayo mayai yana mchango mkubwa sana kwa mama mjamzito. Kwa hiyo anapokosa hivi virutubisho, maana yake kama mzazi na kiumbe kilicho tumboni kinaenda kuathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu gani? Kwa kukosa tu taarifa iliyo sahihi. Lakini pia kwenye issue za uchaguzi na nyingine zote, ili watu wachague kiongozi aliye sahihi, anahitaji taarifa zilizo sahihi. Mtu anaweza kuchagua kiongozi ambaye si sahihi, akaja kuathirika kwa miaka 5 ijayo kwa sababu tu taarifa alizozipata hazikuwa sahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana waandishi wananchi kuwa na taarifa zilizo sahihi. Kutoka hapa Tiffany Hotel, mimi ni Heri Abara na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.